aliweza kuwasoma vizuri Yanga Afrika, maana yake homework yake ilikuwa ni bora kuelekea mchezo wa Yanga Afrika. Aliweza kuwa spotify au kuwa identify wachezaji wote hatari wa Yanga, akaamua kuwafanyia kazi na wakaingiza kwenye mpango wake, na hatimaye mpango wake uka work out. Kwa hiyo niseme tu credit kwa mwalimu Ibenge kwa kuwajua Yanga, play of style, tunasema ni style of play, wanacheza kwa namna gani, ubora walionao, hatari walionayo, na akaweza kuwafanyia total neutralization ili waweze kuwa na mchezo mzuri ambao wameonyesha siku ya jana. Waliwini wapi haswa Azam FC kuweza kuwalinda klabu ya soka Young Africans wasiweze kupata matokeo? Azam FC waliwini kuna maeneo matatu. Eneo la kwanza ni good selection ya kikosi ambacho mwalimu walianza na wachezaji wazoefu, wakomavu, wenye weledi na wanaojua Yanga. Eneo la pili ambalo waliwini ni tactical approach ya mwalimu Ibenge, namna gani ambapo wameweza kuifanyia total distraction Yanga Afrika kwa maeneo mengi ambayo wao wanategemea they depend for. Lakini tatu Azam waliingia kuheshimu Yanga Afrika. Homework ya mwalimu Ibenge ilikuwa ni bora dhidi yao kuelekea mchezo huu. Ndio maana unaona kuna eneo la midfield Azam FC, eneo ambalo alikuwa anahudumu Himidi Mao Mkami, hapakuwa na mpinzani, aliweza kuwafanyia shock absorber. Yani akamchukua Duke Abuya pamoja na Mudathir Yahaya akawaingiza mfukoni, alafu akachukua remote akatembea nayo. Yeye ndo ana remote, anaamuru wafanye matendo ya hiari na yasiyokuwa hiari kupitia remote control ya mkononi. Wewe fanya hiki, fanya hiki. Na ndio maana ukaona mwalimu akalingamua. Alichokifanya Himidi Mao Mkami, alimchukua Duke Abuya pamoja na Mudathir Yahaya kwenye eneo la midfield akawaweka mfukoni, kisha akachukua remote control akawa anabonyeza batani, wapige waende huku, warudi nyuma, wageuke nyuma. Yeye ndo akanaamua maisha yao na namna gani ambavyo wanacheza kwa dakika zote ambazo wamecheza siku ya jana. Huyo ni Himidi Mao Mkawe, mtoto wa Kiswahili kabisa ambaye yupo Azam FC. Na ndio maana mwalimu Pedro Konkakevu akaona timu yangu mimi haichezi. Kama timu yangu haichezi nifanyaje? Eneo la midfield limekufa ambako ndio kuna uti wa mgongo wa klabu. Nafanyaje? Akaamua kumtoa Himidi, akaamua kutoka Mudathir Yahaya, akaamua kumuingiza mchezaji mwingine kwa sababu akaona eneo ambalo yupo Mudathir Yahaya limekufa. Lakini uwepo wa Arani Okello haikutosha tu kuipa Yanga Afrika ushindi na kuifungua defense ya Azam ambayo ilikuwa inaonekana iko very intact, very complex kwenye eneo la uzuiaji, kwa sababu namna ambavyo alikuwa anacheza Arani Okello kwenye eneo la France, eneo la kushoto au la kulia, akitanua akifanya anticipation kwenye eneo hilo, hawezi kutumia in the half space kuzalisha nafasi. Kama hawezi kuzalisha nafasi, wachezaji wa Yanga washambuliaji watapataje nafasi ya kufunga? Maana yake hawezi. Ni maana yake most of time alikuwa achezea juu kwenye cycle of arc. Mwalimu akaona huyu mchezaji hawezi kulipa matokeo, akamtoa nje. Akamuingiza Pacome Zouzoua. Unaelewa? Ambaye alikuwa majeruhi. Yes, hata Depu mwenyewe jana hakuonekana. Ni nafasi ngapi Depu ametengeneza? Ni chance ngapi amecreate? Ni mipira mingapi amegusa kwenye boxi? Maana yake jana Azam kuna eneo la defensive walikuwa bora zaidi kuliko timu yote. Umezungumzia kwenye swala zima la Depu. Miongoni mwa striker ambaye alisajiliwa na Young Africans katika dirisha dogo ni pamoja na Depu. Tumzungumzie, mechi mbili kubwa anashindwa kuonesha ubora wake. Akatoka hadharani na kuthibitisha ya kwamba Depu ni mshambuliaji wa vichochoroni. Sio mimi maneno yangu. Hashim Mwibwe, msemaji wa klabu ya soka ya Azam FC, baada ya kuwakosa Simba Sports Club, lakini pia vile Depu ameshindwa kutikisa nyafu za upande wa Azam FC. Yani Depu ni mchezaji ambayo hata mashindano ya Samia Celebrities Ramadhani Cup ambayo yanasimamiwa na Clown chini ya Alikiba pale Mikocheni kwenye viwanja vya Tanzanite Sports Hub hawezi kucheza. Huyo Depu hawezi kupata nafasi. Na niwaambie tu wapenzi wa soka, mashabiki wa Dar es Salaam, tunawakaribisha leo finali ya Samia Celebrities Ramadhani Cup pale Mikocheni kuanzia majira saa 4. Mje kwa wingi. Ni Magic Builders wanacheza dhidi ya Fine. Bonge moja ya mechi dhidi ya Fine FC. Ni bonge moja ya mechi, na sisi watu wa Kwanza Oil tutakuwepo pale. Kampuni ya Kwanza Oil itakuwepo pale kwa ajili ya kusimamia mashindano. Njooni muone soka. Alafu kuna mshambuliaji mmoja wa Fine. Ni bonge moja ya mshambuliaji. Anajua kupiga, anajua kumiliki mpira, anajua ku-anticipate, anajua kutengeneza nafasi, anajua kufunga. Alafu mje mfananishe na Depu.
Nakwambia Depu hawezi kucheza mashindano hata ya Samia Cup. Mimi nakwambia hawezi. Hashim Ido alichokisema alikuwa sahihi. Angalia jana kwenye mechi ngumu, Depu ni mchezaji wa mechi nyepesi. Zile mechi ngumu zote hawezi kupa matokeo. Niangalia mechi ngumu zote, mechi ya Simba alichukuliwa na Yusuf Kagoma akaweka mfukoni. Tena mfuko wa nyuma, sio mfuko wa mbele, mfuko wa nyuma. Yusuf Kagoma kamchukua, kamtia mfuko wa nyuma. Mechi hii ya Azam, Imidimao Mkabi kamchukua, kamweka mfukoni. Ni mechi ipi kubwa? Leo utaona kwa mechi zile ndogo za kina Prison, za kina Dodoma Jiji, hizo ndio utaona Depu. Kwa ni mshambuliaji machachari, sio hatari. Yes. Ni mchezaji machachari, sio hatari. Depu ni mchezaji wa mechi ndogo, sio mechi kubwa. Tumzungumzie man of the match Faisal Salum Abdalla, Fei Toto, X Factor wa kocha Fadlu Davis. Wow. Fantastic. Marvelous. Excellent. Keep up on it, Faisal. Faisal ni bonge moja player ambaye tunaye, ni mchezaji bora sana ambaye tunaye. Ukizungumzia wachezaji wazawa bora, Faisal ni mmoja wa wachezaji viungo hatari sana katika taifa hili, na mimi ni shabiki yake Faisal. Mpelekeni ujumbe huu kwa mimi ni shabiki yake Faisal. Anajua mimi shabiki yake, na jana baada ya mechi kuisha nimempongeza kwamba Faisal ni mmoja wa washambuliaji hatari, na ile tuzo ya man of the match ana deserve. Na niseme tu mama yake Faisal ametudanganya siku nyingi. Mama yake Faisal ametudanganya siku nyingi, ni muongo. Mama yake Faisal muongo? Muongo. Mama yake Faisal ni muongo kwa sababu aliwaambia Watanzania kamzaa Zanzibar. Faisal hajazaliwa Zanzibar bana, mimi nakataa. Faisal amezaliwa La Masia, Catalunya, Barcelona. Brother, Fei amezaliwa Catalunya, La Masia, Barcelona. Mama yake Faisal atuambie ukweli bana. Fei hapana, Fei hajazaliwa Zanzibar. Fei amezaliwa La Masia. Na wakati anazaliwa Odini amezaliwa na mpira. Manesi wenyewe wanashangaa, hichi kiumbe cha ajabu amezaliwa ameshika mpira. Huyo ndio Faisal Falasufi ambaye jana umemuona man of the match, ambaye jana kwenye maeneo mengi amewasumbua Yanga Afrika. Alikuwa amechukua game, ameitia mfukoni, anaiamua anavyotaka, ana anticipate, ana shoot, anaifungua defense. Ni vile tu ambavyo hakuna mshambuliaji bora ambaye mimi nimesema kama angekuwepo Kitambala bora au Nasoro Saaduli kwenye eneo la juu, Yanga Afrika jana kwa bao 3 kavu. Yes. Majeruhi yamewaponza Azam FC. Kusema hivyo. Brother, majeruhi yamewaponza. Kukosekana kwa Nasoro Saaduni. Kukosekana kwa kwa Mtasigwa Bitegeko. Kukosekana kwa Kitambala bora mzee wa hivi. Nakwambia angekuwepo jana. Afu Faisal yuko nyuma yao. The most creator. Kuna eneo la ushambuliaji namba 10 kwa kisasa. Brother, Yanga kwa bao 3 kama kasimama. Nimpongeze Faisal kwa mchezo mzuri ambao ameuonyesha, kwa kiwango bora ambacho amekionyesha, na sisi wa Tanzania kwa sababu ni mchezaji wa taifa huyu, na mimi kama mzalendo, kama mwenyekiti wa Sports Influencers Foundation, tunampa moyo. AFCON ijayo itakuwa ya moto. Waarabu waweze kumwangalia mapema. Hii hali maandalizi ya AFCON. Wapo wanamfananisha Faisal na Pacome. Unawaambia? Faisal moja, Pacome 10,000. Pacome 10,000 ndio Faisal moja. Pacome 10,000 ndio Faisal huyu. Faisal anacheza Madrid huyu kosi cha kwanza. Brother, Barcelona kosi cha kwanza Faisal anacheza bila shida. Wewe kumuona kuna AFCON babu Waarabu wanashika filimbi? Hukumuona? Au unajisaulisha brother? Brother, hukumuona Morocco? Wakina Ashraf Hakim pale. Wakina Ashraf Hakim pale. Wakina Ibrahim Diaz ukoona? Walipokuwa wanasumbuliwa na kiungo Faisal. Brother, ukoona? Wachezaji wanatoka PSG, wachezaji wanatoka Madrid. Faisal anasumbua. Brother, hatari. Huyo Faisal ni kiungo wa kisasa. Madrid lazima na Barcelona anaanza kosi cha kwanza. Msimfananishe Faisal na vitu vya kawaida hivi vidogo vidogo wakina Pacome. Faisal namkosea heshima, au kwa sababu Mtanzania amumpe heshima yake bwana, mpeni heshima yake Faisal. Mwanazuri, Faisal ni kiungo mkubwa. Huyo Pacome anaingia mara 10,000. Ndio Faisal huyu. Sio mchezo. Bwana, mimi jana baada ya mchezo nilimuona Engineer Hersi Saidi akiwa pembeni akamfuata James Akamiko na kuchukua namba. Pengine inaonekana maji yameanza kuzidi unga. Eneo ambalo alikuwa anacheza Himidi Mao Mkami, double pivot na James Akamiko, moja intact typical defensive midfielder, was very fantastic to me. Ni eneo ambalo wameonyesha uwezo mkubwa sana, uhai, na James Akamiko akitaka game jana ndo ametaka game. Yaani James Akamiko akitaka game ndio vile jana alivyotaka game. Niwaambie tu Yanga Afrika washukuru kwamba
refari wa mchezo amewasaidia. Yanga Afrika washukuru tu kwa sababu refari wa mchezo, kama angeitoa ile penalty maana yake sikuwa ni goli, wangefungwa. Washukuru tu kwamba majeruhi ambao walikuwa nayo Azam yamewapa faida ya moja kwa moja Yanga Afrika. La sivyo ile mechi ya jana nilikuwa nishahesabu msimu huu. Yanga ana drop alama 6 kwa Azam, ana drop alama 6 kwetu sisi. Alama 6 tena? Kwa sababu mechi ya kwanza ile tulikuwa tushinde. Na Kamata basi Sabina akasema goli halali. Maana yake we was deserved to win the game. Unaelewa vizuri? Lakini kwa sababu ya mbambamba ndio maana tukaamua kuondoka na alama moja. Maana yake Yanga Afrika msimu huu walikuwa wanapoteza alama 12 kwa vilabu hivi. Maana yake kwa Yanga kwa Simba na Azam. Lakini sio baya. Amepoteza alama 2-2, si ndio? Mechi zinaanza kuja za mwisho za marudiano. Nakwambia Yanga ikikutana na Azam iliyokamilika, anachezea 3 mtakatifu. Yaani anaweza kaamua kumpangia tu under 20. Vijana wa miaka 12, 15, 16 ambao hawajabarehe. Unanielewa vizuri? Ambao hawana dhambi hao. Na akafa Benjamin Mkapa. Mimi nakwambia na hiyo mechi akitaka atakakize kokote, aipeleke KMC, aipeleke pale Jangwani, Azam anashinda kwa Yanga. Shukrani sana ndugu. Bado sisi sasa. Sisi hiyo mechi ya mwisho. Hata akitaka achezeshe kama ndio refari, tunashinda mechi hiyo. Hawana timu ya kufunga sisi Yanga Afrika. Huo ndio kweli. Shukrani sana. Kila la heri.